Chukulia mfano ya kwamba leo hii ndugu yako au jamaa yako, mtu fulani wa karibu na wewe, akaamua kukurushia katika akaunti yako kiasi cha fedha kama shilingi milioni 5 kwa mfano. Tayari umekipokea, umeona meseji yake, una uhakika hiyo fedha unayo. Ukaamua kutoka nje ya nyumba yako uende katika duka la jirani, labda ukanunue soda au kanunue maji kama sehemu ya kufurahia kile ambacho rafiki yako amekutumia. Wakati ukiwa njiani unakutana na noti ya shilingi 1000 iko peke yake, haina mwenyewe. Je, kwa sababu umepokea shilingi milioni 5 katika akaunti yako, utaiacha ile shilingi 1000? Ninaamini jibu ni hapana, utaiokota tu ile. Kwa nini? Mimi ninadhani ni kwa sababu kama kuna fursa ya kupata zaidi, siku zote tutachagua hiyo fursa, kupata zaidi. Ni asili yetu kama binadamu, tunataka tupate zaidi, kwa sababu kama tunaweza tukaongezeka, basi hiyo ni fursa ambayo hatutaki kuipoteza. Na vivyo hivyo katika masuala ya kiroho, Mungu amewekeza ndani yetu hazina kubwa mno, hazina yenye baraka, hazina yenye utajiri, yenye afya, yenye kila kitu ambacho tunahitaji kwa ajili ya kuishi maisha yaliyo bora. Sasa ni jukumu langu mimi pamoja na wewe kuweza kuhakikisha kwa kadri inavyowezekana tunapata vingi ambavyo Mungu ametoa kwa ajili yetu. Ndiyo maana somo la leo ni la muhimu sana kuweza kujifunza, kwa sababu litatujenga sote katika kuelewa zaidi kile ambacho Mungu amekwisha kukitoa na nini tunawajibika kukifanyia kazi. Bwana Yesu asifiwe. Mimi ninaitwa Mwalimu Daudi Mwalizo na ninakukaribisha katika maisha ya ushindi. Neno la Mungu linasema katika kitabu cha Wafilipi sura ya 2 mstari wa 12, nitasoma: basi wapendwa wangu, kama vile mlivyotii siku zote, si wakati mimi nilipokuwapo tu, bali sasa zaidi sana mimi nisipokuwapo, utimizeni wokovu wenu wenyewe kwa kuogopa na kutetemeka. Maandiko yanatuonyesha ya kwamba kumbe baada ya kumwamini Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, kuna hazina ambayo tumepokea ndani yetu. Na hii hazina inahusisha utajiri ndani yake, inahusisha afya, inahusisha baraka, inahusisha hekima, mambo mengi mazuri. Lakini ili haya mambo yafanye kazi katika maisha yetu ya kila siku, ni lazima sisi tuufanyie kazi uokovu. Ni lazima mimi na wewe tuwajibike katika nafasi zetu, katika majukumu yetu, katika maelekezo ambayo Mungu ametupatia, kuhakikisha kuwa tunazalisha matokeo ambayo Mungu ametaka yawepo katika maisha yetu. Mungu anataka kila mtu aishi maisha bora, maisha ya furaha, lakini Mungu hatatulazimisha tufikie hatua hiyo. Badala yake yeye anatufundisha kupitia neno lake namna gani ya kufikia hapo. Sehemu iliyopo ni sehemu ya kwako na ya kwangu. Sehemu ya kufanya maamuzi ni sehemu ya kwako na sehemu ya kwangu. Na haswa hiyo ndiyo sehemu muhimu ya kuzingatia. Jambo lolote ambalo linatakiwa libadilishwe, jambo lolote ambalo limekusudiwa kufikia mahala pakubwa, huwa mara nyingi linaanza na maamuzi. Pale palipo na maamuzi sahihi, mara zote yatatupelekea kufanya machaguo sahihi ambayo yatatuletea maisha yaliyokuwa sahihi. Ndugu mpendwa, Mungu amewekeza ndani yako mambo mengi makubwa. Kazi yako wewe kwanza kabisa ni kufanya maamuzi, kuamua ya kwamba hautaishi maisha pungufu ya kile ambacho Mungu amekwisha kuweka kwa ajili yako. Amua kuufanyia kazi wokovu wako. Kila ambacho Mungu ameahidi katika neno lake ni cha kwako, iwe ni uzima, iwe ni baraka, iwe ni utajiri, ni kwa ajili yako. Kazi iliyopo ni je, wewe utafanya maamuzi gani? Hilo ndilo swali haswa ambalo unatakiwa ujijibu, si kuhusu Mungu ameweka nini, lakini kuhusu je, wewe utachukua hatua gani? Huu ndio ushauri wangu ndugu mpendwa. Usikubali kuishi pungufu ya ahadi za Mungu. Chochote ambacho Mungu amesema kwa ajili yako ni cha kwako. Chukua hatua, anza kudai, anza na maamuzi ya kutaka kilicho chako. Kama umebarikiwa na somo hili kwa namna yoyote ile, basi niandikia comment hapo chini. Lakini kama una swali au una jambo lolote ambalo linahitaji ufafanuzi zaidi, mawasiliano yangu yako hapo chini, nitafute. Ningependa niwe baraka kwako kwa kadri ya inavyowezekana. Mpaka hapo tutakapokutana tena, usisahau kuwa Mungu anakupenda na anataka wewe uishi maisha ya ushindi. Barikiwa.